mzee wa Yesu. Ni mwalimu. Mwalimu wa pekee. Mzee wa Yesu. Nabii mwanaye wa kimataifa. Ni mwalimu wa Injili. Akikufundisha wewe mwanafunzi wake, utakuwa mhubiri mzuri wa Injili. Na ukitaka kuitambua njia sahihi ya kumpendeza Jesus on, njoo kwa baba mzee wa Yesu. Uje kwa baba mzee wa Yesu. Uje kwa baba mzee wa Yesu. Yeye ni mwalimu mwenye kuwafundisha watu wajue njia nzuri inayompendeza Jesus on. Ukijua neno la Yesu linalofundishwa na nabii mwanaji baba mzee wa Yesu, hilo neno likikaa ndani yako, ukitamka kinatokea. Ukitamka kinatokea. Ukitamka kinatokea. Kwa sababu ndani yako umelibeba neno ulilofundishwa na nabii mwanaji mzee wa Yesu. Yeye ni mhubiri wa Injili. Anahubiri Injili ya ufunuo, ya kuambia watu ukweli, ya kueleza watu wajue waishije ili wapate kufanikiwa. Pigie makofi baba mzee wa Yesu, makofi makubwa. Endelea msomaji wangu, twende pamoja. Kitabu cha Hesabu 22:18. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Alama za fungu asema. Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki mkate. Ndio. Kama Balaki angenipa nyumba yake, imejaa fedha na dhahabu mkate. Unasikia? Siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana mkate. Mungu wangu mkate. Kulipunguza au kuliongeza. Ndio. Nukta unasema. Ndio. Alijua kweli ya Mungu na kusema kuwa hawezi kuibadilisha. Lakini ndani yake nukta mbili. Alitamani mali. Alitamani mali. Alipenda zawadi za kifalme. Ndio maana leo watumishi wengi wanatamani mali. Alikuwa tayari kupindisha ukweli kwa faida. Alikuwa yuko tayari kupindisha ukweli kwa faida. Ndio maana leo wahubiri wa leo hawataki kuwafundisha watu ukweli. Wao wanatanguliza mali. Hata kama wana uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu, lakini bado wanapindua ukweli ili tu wapate mali. Hapo utasema amina. Haleluya. Haleluya. Tunaambiwa Balaamu yeye alikuwa anaisikia sauti ya Mungu, lakini bado mwenendo wake ulikuwa uwali sawa sawa na Mungu anavyotaka, kwa sababu yeye alitamani mali.